na mita 2 kutoka mahali moto unapowaka kulikuwa kuna damu. Kwa ina maana pia walimpiga, nafikiri ndo wakamchoma. Kwa kweli saa nyingine inakera. Wewe labda umeenda kazini au unatoka unaongea na simu yako, ukakuta barabarani kama hivyo, ukakuta mtu ameichukua hata kama ni wewe. Vilibaki ni mafuta, unga na sukari, lakini waliondoka na vocha, hela na vitu vingine. Kwa nimemwona ameungua maeneo ya kuanzia kwenye tumbo kushuka hadi kwenye miguu. Mtazamaji wa Tesha Eye, hapa tupo katika mtaa wa Matejo B, kata Sakina, jijini Arusha, ambapo kijana mmoja anayekadiriwa kuwa na zaidi ya miaka 20 hadi 25 ambaye hajafahamika ni wa wapi na ni ndugu wa nani, amefariki dunia mara baada ya kuteketezwa kwa moto na vijana wenye hasira kali mara baada ya kutuhumiwa kuhusika katika kubomoa na kuiba bidhaa mbalimbali ikiwemo vocha, mafuta na vitu vingine katika moja ya duka lililopo maeneo haya, ambapo tukio hilo lilitokea majira ya saa 7 kuelekea saa 8, ambapo viongozi mbalimbali walipigiwa simu na wananchi ambao ni majirani wa hapa walioshuhudia wizi huo ukitendeka. Baadaye walitokeza wananchi wengine wenye hasira kali ambao walichukua mafuta wakamlegeza mwizi ule na kumpiga. Baadaye mafuta yale wakayatumia kuteketeza pikipiki aliyokuwa nayo yule mhalifu pamoja na yeye pia. Inaelezwa hasira wananchi ilikuwa kubwa sana mara baada ya matukio mbalimbali ya uhalifu na udokozi kuendelea katika kata hii. Tumefika hapa kuzungumza na uongozi wa eneo hili akiwemo diwani, lakini pia tumezungumza na mfanyabiashara ambaye aliibiwa. Tumezungumza pia na wananchi ambao asubuhi yake walisikia hizo taarifa na wengine usiku ule walitoka na kushuhudia wale waliokuwa na serikali wakiteketeza pikipiki pamoja na mhalifu yule. Mimi ni France Alfred Simon Sengelela Teresia Tesha, na hii ni Tesha Eye. Kwa majina naitwa Elvis Wilson almaarufu Fazili, ni diwani kata Sakina. Kwa tukio ambalo lilitokea usiku wa tarehe 7 mida saa 8 usiku, kuna kijana mmoja ambaye inasadikika kwamba ni mwizi, japo kwa maelezo ya wananchi ambao walifanikiwa kuona tukio toka awali, wanasema kwamba hakuwa mmoja bali vijana wao walikuwa kati ya 4 au 5, walivunja ile duka jirani kabisa na gate langu, ile duka la mama hapo ambalo nafikiri unaliona. Walivunja mida saa 7 kama na dakika 50, lakini jirani upande wa pili, kwa sababu kulikuwa na taa za nje ambazo zinawaka, akiwa ndani kwake aliona tukio hilo, na baada ya kuona tukio hilo alipiga kelele ambayo sasa ilisababisha majirani, lakini kelele ilikuwa kubwa paka na walinzi pia ambao ni walinzi shirikisho walioko mtaa Matejo B walisikia kelele hizo na kufika eneo la tukio. Kwa katika kurupushani hapa na pale walifanikiwa kumkamata mwizi mmoja ambaye alikuwa akikimbia na pikipiki, lakini akawa amekosa direction na kutumbukia kwenye mtaro. Na baada ya hapo wananchi wakawa wamemshika na kumpiga, lakini pia baada ya kumpiga waliamua kuchukua jukumu la kumchoma kwa kutumia ile pikipiki yake. Ilikuwa mida saa 7 kama na dakika kama saa 8 hivi na dakika 10. Kwa hiyo mimi kama kiongozi wa eneo hili nilikuwa ndani, maana yake tukio hilo halijatokea mbali kutoka mahali napoishi, ni jirani tu. Nilisikia kelele hizo na niliamka usiku ule, nilitoka na nikakuta tayari kijana yule ameshaumizwa sana, lakini pia yuko katika amewekewa pikipiki juu na pikipiki inawaka moto. Kwa hiyo nilichofanya ni kutoa taarifa kwenye jeshi la polisi ili basi waje waweze kumnusuru, kwa sababu mimi nilishindwa kumnusuru kwa sababu umati wa wananchi ulikuwa ni mkubwa sana. Kwa jeshi la polisi lilifika, waliweza kuchukua mwili ule pamoja na pikipiki ile na kupeleka pikipiki kituo cha polisi Central, lakini mwili ule waliupeleka maiti Mount Meru. Kiukweli kwa maelezo ya wananchi waliokuwa katika eneo hili, walijaribu kumwangalia lakini kiukweli hakuna aliyomfahamu. Lakini licha tu ya hivyo wananchi, lakini paka leo hatujapata fununu ya aina yoyote kwamba kijana yule ni mkazi wa maeneo gani. Kiukweli wananchi walikuwa na hasira sana, kwa sababu unajua ukikompea haya masuala ya wizi yamekuwa yameumiza sana wananchi wengi, tena vijana wa pikipiki. Kwa wananchi walikuwa na hasira sana, lakini pia wananchi walikuwa kwa wengi sana na ukiangalia ni usiku. Kwa hiyo kama kufahamu sikuweza kufahamu zuma yake, vurugu zilikuwa kubwa sana. Kila mtu anataka kufanya lolote, moto unawaka, kwa hiyo vurugu zilikuwa kubwa sana. Kiukweli nilikuwa nimemwona ameungua maeneo ya kuanzia kwenye tumbo kushuka hadi kwenye miguu, lakini pia alikuwa ameungua maeneo ya kwenye shingo. Kwenye shingo, kwa sababu kwenye shingo niliona kama kuna kitu kilikuwa kimeshika moto sana kwenye eneo lake la shingo. Kwa hiyo ndo maeneo makubwa ambayo niliona ameungua. Sana kwanza kwenye kiuno kushuka paka kwenye miguu na eneo la shingo. Kwenye shingo kama kuna kitu alimvalisha ambacho kilikuwa kimepamba moto kweli. Kwa nilivyoona
nilikuta tu ni pikipiki pamoja na yeye ambao alikuwa amemlazia pikipiki juu yake. Naweza nikasema itakuwa alimpiga kwa sababu mahali alipomchomea na mita 2 kutoka mahali moto unapowaka kulikuwa kuna damu. Kwa hiyo ina maana pia walimpiga, nafikiri ndo wakamchoma. Kwa sababu ungekuta wamemchoma pale pale zile damu zingekauka kwa ajili ya moto ule. Damu zilikuwa ziko pembeni na tofauti na pale alipomchomea. Kwa hiyo nafikiri pia walimpiga. Pikipiki iliungua kwa sababu pikipiki ile iliwaka moto sana, kwa sababu pikipiki kama unafahamu inatumia petroli. Na petroli ni kimiminika ambacho kinalipuka kwa wepesi sana. Kwa hiyo alivyowasha moto ule ulilipuka kwa sababu pikipiki ile nafikiri ilikuwa na mafuta pia yalikuwa kwa mengi. Kwa maelezo niliyopata ni kwamba hata wakati anamchoma kwa ajili alishapata ajali wakati akiwa anakimbia. Kwa hiyo hakufanikiwa hata kuongea. Kwa sababu anaelezwa kwamba baada ya kukurupuka alikimbia kuelekea upande wa kusini, lakini baada ya kufika upande wa kusini akakutana na watu ambao tayari walishasikia kelele za mwizi wakiwa wametoka. Kwa hiyo akageuka kurudi upande wa juu. Kwa hiyo wakati anarudi upande wa juu unasikia alikuwa yuko spidi sana. Kwa hiyo kufika na upande wa juu na wananchi upande wa juu na wenyewe wakawa wameshatoka nje kujua hao hizi ni kina nani. Kwa hiyo akakosa direction katika spidi ile alikuwa nayo na akaingia katika mtaro ambao unaoona ni mtaro wa kubeba maji ya mvua, na nafikiri atakuwa alipiga kichwa katika engo za mtaro, kwa sababu anasema hata alivyomtoa mtaroni alikuwa anafahamu. Baada ya kutoa taarifa tu haikumaliza dakika 10 polisi wakawa wamefika hapa. Kwa hiyo hawakuchukua muda kabisa. Waliwahi ni kwamba tu kwa ajili ya wananchi tayari walikuwa wameshafanya uvunjifu wa sheria, lakini vinginevyo ungekuta nimejua mapema au nimesikia kelelezo mapema, ingenisaidia sana kutoa taarifa jeshi la polisi, na nina imani wasingefikia level ambao walikuwa wamefikia. Maana polisi waliwahi sana katika eneo la tukio. Mimi nilikuwa nimelala usiku. Asubuhi nilipata taarifa kwamba kuna mtuhumiwa amekuja kufanya uvamizi kwenye duka la mama mmoja anaitwa kwa jina la Mama Mlai usiku, na mimi nilikuwa niko usingizini. Taarifa za asubuhi nilivyopata nikaambiwa huyo mtu alishambuliwa na wananchi ambao hawajulikani, akachomwa moto. Taarifa ambazo zipo ni kwamba uwizi uko mdogo mdogo hapa kwenye mtaa wetu, ambao kamati za ulinzi zipo zinashirikiana sana, lakini zoezi lililofanyika ni watu ambao wamemchoma ambao hawajulikani, na vibaka wa kwetu huku ni wale ambao huwajui. Huwezi kujua kwamba wanatokea sehemu ipi, ambao wanakuja kuchafua katika mtaa wetu. Mtaa wetu uko salama, unaweza kutembea hata masaa 24 usiku ambao ukiwa salama. Sawa, lakini hao waliotokea hapa sijui watu wametumwa kutokea wapi. Mimi hapa naitwa Mama Vero au Renalda Limo. Mimi hapa nimevunjiwa duka hapa usiku wa kuamkia jana. Nikapigiwa simu kwenye saa 7:30 au saa 8 hivi, nikaambiwa duka limevunjwa. Wananchi ndio wamezunguka waizi na wamepata kumkamata mwizi mmoja. Nikamwambia nishuke huko barabara na mimi sina usafiri, mimi nakaa mbali. Nakaa Kiranyi huko juu. Baadaye ile saa 12 kasoro nikashuka nikakuta wananchi wamekaa wamezunguka sehemu ya tukio, na vile vitu vilivyokamatwa walivyoshapaki tayari wameviweka hapo nje, wananingojea nije. Waondoka na vitu vingine vichache, vocha na hela zilikuwa kidukani kidogo za chenchi. Kwa hiyo wananchi nikakuta tayari wameshamtoa yule mtu ambaye walikuwa wamemkamata mwizi, wakasema maskari walikuja wakamchukua. Basi nikachukua vile vitu nikaingiza ndani, nikapanga, nikaendelea na biashara. Walipokuwa naongea, walisema walimchoma moto. Walivunja makofuli labda kwa kukata maana makofuli siku ya kuta. Alafu pia wakawa wamevunja grill, walivunja grill wakapandisha kwa juu. Ili grill huwa lina sauti sana. Kwa hiyo wale makofuli wakaondoka nayo, wakaondoka na vocha na vitu bidhaa zingine za dukani chache. Vilivobaki ni mafuta, unga na sukari, lakini waliondoka na vocha, hela na vitu vingine. Mimi kwa jina naitwa Zakaria Hussein Omari. Kwa kweli saa nyingine inakera, kwa sababu mfano wa sasa hivi wewe labda umeenda kazini au unatoka unaongea na simu yako, ukakuta barabarani kama hivyo, ukakuta mtu ameichukua, hata kama ni wewe
Yaani unaweza ukasema huyu mtu nikimkamata kutokana na hiki kitendo alichonifanyia ni kama vile nimekatwa mapanga, si ndio? Sasa huyu mtu nikimkamata hata mimi namuua, lakini mimi nasema kama nimemkamata nimepata kitu changu, hata kama tutampiga tukomesha wizi, lakini tukimuua huu mtandao ina maana hatutaujua vizuri. Inabidi huyu mtu tumkamate ili tumfinye vizuri ili ataje kwamba wako wangapi. Kwa maoni yangu, kwa mawazo yangu, nikasema sio sahihi. Sio kitu ambacho ni sahihi, kwa sababu huyu mtu angekamatwa akapelekwa kwenye vyombo vya sheria, vyombo husika, huenda huyu mtu angeonyesha kwamba ina maana tuko wangapi na hiki kikosi kimeanzia wapi. Maana siwezi kutoka tu leo nyumbani kwangu nasema naingia barabarani kwa sababu ya kwenda kuangalia nini, simu ya mtu ni kwapue au kitu cha mtu nikichukue, si ndio? Kwa hiyo anapochukua kuna sehemu wanapeleka. Yaani huu ni kama mtandao. Maana leo huwezi kuamka tu hapo nyumbani unasema mimi naenda kwa ajili na maana ya kufanya kitu hiki. Lazima ina maana kuna sehemu mnakaa kuendelea kujadiliana kwamba tuende vipi, si ndio? Maana huwezi uiba ukiwa huko mwenyewe. Lazima ina maana uwe na mtu umempakia wapi? Hapa nyuma, na sio mmoja, wawe wawili. Maana mmoja ashike silaha ili ukileta za kuleta kabla yote anakufanyaje? Anakukata we ili upate kufanyaje? Kuachia. Lakini ya kumkamata kama mmemtia nguvuni tayari, mimi naona kumuua sio sahihi au kumchoma moto. Kama utampiga sawa, lakini msimpige muue ili mpate ina maana huo mtandao, maana atataja kwamba tumeanzia wapi na tuko wangapi. Yule ndio ataonyesha kile kikosi, lakini mkija mkisema mnamuua, naona hiyo haijakaa sawa. Unatakiwa ina maana ukitaka kumuua aonyeshe kile kikosi, sasa ndio unaweza ukakimaliza vizuri, lakini wewe ukisema unamuua, naona hiyo kitu inakuwa ina maana haijakaa sawa.